Mungu ni mtakatifu. Je, na sisi tunahusiana vipi na zile sifa kuu ya Mungu ya utakatifu? Lakini ni jinsi gani utakatifu unavyoweza kufanya kuwa na ushirika wa karibu na Mungu? Baada ya somo hili pia tutapata ufahamu huu. Hii kwa nini utakatifu ni muhimu katika kutimiza mapenzi ya Mungu katika maisha yetu? Amen. Lakini pia tutamwangalia Yesu Kristo kama mfano wa utakatifu katika maisha yetu. Lakini pia tutaangalia ni nini kilichomsaidia Yesu kuishi maisha matakatifu licha ya changamoto alizokutana nazo. Lakini tutaangalia pia ni hatua gani za kiroho tunaweza kuchukua ili kuishi maisha matakatifu zaidi. Lakini pia tutaangalia madhara gani yanayotokana na kutokuwa na maisha ya utakatifu katika maisha yetu haya kiroho. Lakini pia tutaangalia matendo mema yanayohusiana na utakatifu. Mwisho wa somo hili tutapata maswali ambayo yatatusaidia pia kwenda nayo kuendelea kujikumbusha tunapokuwa nyumbani. Neno utakatifu linamaanisha kujitenga na dhambi. Ni kujitenga na dhambi. Kwa maana kwamba ulikuwa ni mtenda dhambi hapo mwanzo. Nasema kwamba kabla tujaokoka, ukisoma katika kile kitabu cha wa Efeso sura ya 2, inasema nasi tulikuwa tunatenda dhambi kama wengine. Tukawa kama wana wa kuasi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo neno utakatifu ni namna ya kutimiza mapenzi ya Mungu na kumtii Mungu. Kwa tunapoishi maisha ya utakatifu ni namna ya kuonyesha kwamba tumemkubali Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Tukisema kwamba sisi tunampenda Yesu, Yesu ni Bwana, na bado tumekataa kumtii, tunajidanganya wenyewe, sivyo? Sivyo? Kwa hiyo kuna maneno matatu katika lugha ya Kiingereza ambayo yanautofautisha neno utakatifu ukizungumza neno utakatifu katika lugha ya Kiswahili. Neno hilo ni holiness. Holy, mara nyingi tunasikia katika lugha ya Kiingereza you are holy. Sio? Holiness ni utakatifu wa roho. Hebu sema utakatifu wa roho. Kuendelea kutenganisha. Tunaposema kwa lugha ya Kiswahili tunazungumza neno kama utakatifu peke yake. Na katika lugha ya Kiingereza na katika lugha ya asili ya Biblia. Biblia pia ina lugha ya asili, Kigiriki na Kiebrania. Kwa hiyo tunaposema ule mgawanyiko wetu tuna neno holiness, lakini pia tuna ile sanctity. Sanctity. Amen. Sio lazima sana yajue. Sanctity ni utakatifu katika maisha yetu. Utakatifu katika mwenendo wa maisha yetu. Amen. Tunaona kuna wengine wanasema saint. Umeshasikia hilo neno? Mtakatifu, saint fulani. Ushakulisikia hilo neno? Mtakatifu na maisha mtakatifu fulani. Lakini maana ya sanctity ina maana ni ule utakatifu wa maisha yetu ya kila siku. Amen. Lakini pia tuna neno lingine ni purity. Unajua maana ya purity? Purity, pure, neno la Kiingereza linamaanisha ni usafi. Usafi wa kiroho, kimwili na kimaadili. Amen. Kwa hiyo tunapozungumza katika neno tu la kawaida la Kiswahili utaona neno utakatifu pekee, lakini katika mgawanyiko wake katika zile lugha ya asili imegawanyika katika makundi matatu. Hebu tuangalie kundi moja baada ya lingine. Utakatifu wa roho, holiness. Tunaona kama utakatifu ni sifa kuu ya Mungu, sio? Na Mungu anatoa wito kwa watoto wake ambao ni mimi na wewe tuweze kuishi maisha matakatifu kama yeye alivyo. Neno la Mungu linasema mtakuwa watakatifu kama yeye alivyo mtakatifu. Tuone katika kitabu cha Petro wa kwanza
sura ya kwanza mstari wa 16 aliyopata asome. Petro wa kwanza mstari wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 16. Chukua maji kwa faida ya watu wengine. Msaidie maji. Na mwingine andae Isaya sura ya 6 na mstari wa 3. Petro wa kwanza mstari wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 16 na Isaya ile sura ya 6 na mstari wa 3. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 16. Maandiko yanasema, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu. Kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kwa maana mimi ni mtakatifu. Kuna mahali pamesema kwa maana imeandikwa, mtakuwa watenda dhambi kwa maana mimi ni mtakatifu. Nani aliyosema haya maneno? Asema Bwana majeshi. Huyu ni Mungu mwenyewe. Kwa hiyo tusipoishi maisha matakatifu, ina maana kwamba tumeasi. Na mnajua kwamba shetani aliasi tangu hapo mwanzo, sivyo? Sivyo? Kwa neno utakatifu, hii ni wito wa Mungu wa kutaka tuishi maisha matakatifu. Ukiangalia pia tafsiri ya Kiingereza ya NIV nayo ina maana ile ile. Be holy because I am holy. Tafsiri yake iko sawa na hii ya Kiingereza Swahili Vision. Basi tuone katika sura ile ya Isaya, kitabu cha Isaya sura ya 6 mstari wa 3. Alopata asome. Maandiko yanasema, wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Wakaitana, rudia mtumishi. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi, dunia yote imejaa utukufu wake. Hao ni nani? Ni malaika. Walikuwa wanamuita nani? Wanamuita nani? Mungu wa mbingu na nchi. Wanamwambia Yesu, mtakatifu, mtakatifu. Hivi katika mazingira hiyo ni mbinguni, kuna mtu ambaye si mtakatifu kule anaweza akasogelea hapo? Anaweza akasogelea? Hapana. Kwa ni mtakatifu pekee. Ni utakatifu pekee. Ukisoma katika ile tafsiri ya NIV, hizi ni vision za Kiingereza tofauti tofauti na tafsiri tunakuwa tofauti tofauti. Ukisoma wanasema they were calling to one another. Walikuwa wakiitana mmoja baada ya mwingine. Kama ambavyo tumesoma katika ile tafsiri ya Kiswahili kwamba wewe huu mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Bwana Mungu wa majeshi, na dunia yote imejaa utukufu wako. Amen. Amen. Ukisoma katika tafsiri ya King James Version inatuambia, and one cried into another. Walikuwa wakilia, sio kuitana. They cried. Walikuwa wakilia. Ni hali ya ndani zaidi. Sio tu kuita, walikuwa wafanyaje? Wakilia, wakilia. Huu mtakatifu. Huu mtakatifu. Huu mtakatifu. Wewe ni Bwana wa Bwana, na dunia yote imejaa utukufu wako. Amen. Katika lugha, katika Biblia ina lugha ya asili. Katika lugha ya Kiebrania tunaona neno ili utakatifu, kwa maana holiness, ina maana ya neno kadosh. Neno lake linasema kadosh, yani utakatifu ambao ni holiness. Katika lugha ya Kiebrania kadosh maana yake inamaanisha kutengwa kuwa mtakatifu. Hebu sema kutengwa kuwa mtakatifu.
kutengwa kuwa mtakatifu. Kwa hiyo huu ni wito kwamba mimi na wewe tunapaswa kutengwa. Neno kutengwa ni kuhamishwa. Hata watu wengine ambao hawajatengwa waishi maisha ambayo sio nini, ila wewe na mimi tumetengwa kuishi maisha ya nini? Matakatifu. Ni hali ya kutokuwa na dhambi. Nasema inakuwaje mwanadamu anaishi duniani awe asiwe na dhambi? Hata tunavyoendelea mbele tutaona. Amen. Kwa hiyo ni wito wa Mungu kwamba tuishi maisha matakatifu. Lakini katika Kigiriki ni agano jipya. Tunaposema Kiebrania ni ile agano la kale. Amen. Imeandikwa katika lugha mbili tofauti, lugha za asili. Kwa hiyo tuna katika lugha ya Kigiriki tunaona kwamba utakatifu ambao ni holiness ina maana neno hagios. Hili linamaanisha pia kutengwa kwa ajili ya Mungu, kutokuwa na dhambi au kuwa wasafi. Yote haya yana maana sawa, lakini tu nimekuhusia zaidi kwamba ni kutengwa kwa ajili ya nini? Ya Mungu, na kutotenda nini? Dhambi. Kwa hiyo inaonyesha kwamba utakatifu ni sifa ya Mungu mwenyewe, kama ambavyo wamesema mwe watakatifu kwa maana mimi ni mtakatifu. Hebu tuangalie mifano katika ile agano la kale. Tunamuona mtumishi Musa, amen, ambaye alikuwa mwanadamu kama sisi. Alipoitwa na Mungu kutoka katika ule moto wa mwitu, aliona nadhiri ya utakatifu wa Mungu. Mungu alisema kwake, ondoa viatu vyako miguuni mwako, kwa maana mahali hapa ni patakatifu. Kwa tusome katika ile Kutoka sura ya 3 na mstari wa 5. Kutoka 3 na mstari wa 5. Biblia inasema kwenye Kutoka sura ya 3 mstari wa 5, naye akasema, usikaribie hapa, vua viatu vyako miguuni mwako, maana mahali hapa unaposimama ni nchi takatifu. Amen. Kwa tunaona wito wa kwamba Mungu anamwambia Musa, vua viatu vyako, maana mahali hapa ni mahali pa Mungu. Anapokuwepo mahali popote, anabadilisha yale mazingira, yanakuwa nini? Tunaambiwa kwamba sisi ni hekalu la nani? La Mungu. Sasa tunapoishi maisha ambayo sio matakatifu, tunakuwa sawa sawa? Hapana. Tunakuwa watu wa nani? Shetani. Hatuwezi kuwa watu wa Mungu. Amen. Amen. Kwa tuangalie pia sehemu ya pili ya utakatifu. Bado tuko kwenye mada ya utakatifu. Utakatifu katika maisha yetu sanctity. Huu ni utakatifu katika maisha yetu, hali ya kujitolea kwa Mungu. Amen. Na kutumikia kwa njia inayompendeza. Hii inahusisha na kumtii Mungu, kutii mapenzi ya Mungu. Ni kuwa na hali ya kimaadili ya kiroho na kuwa na mfano wa maisha ya utakatifu kwa wengine. Amen. Kwa hiyo inahusiana zaidi na maisha ya utakatifu kwa watu, namna tunavyowatendea. Amen. Namna tunavyohusiana na watu wengine. Namna ambavyo tunaonesha matendo mema ya utakatifu na utauwa. Tusome katika kitabu cha Warumi 12 mstari wa 1 na wa 2. Warumi 12 mstari wa 1 na wa 2. Lakini pia tutasoma katika Timotheo wa kwanza sura ya 6 na mstari wa 11. Warumi 12 mstari wa 1 na wa 2. Maandiko yanasema, basi ndugu zangu na wasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe na kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu.
Kwa hiyo tunaona kwamba katika nia hii ya utakatifu ni namna ya kutufatisha namna dunia inavyoenenda. Amen. Dunia ina namna yake. Si tunamwona Petro hata kati mwendo wake anatembea amejigeuza kuwa yeye si mfuasi, si mwanafunzi wa Yesu. Lakini wale wanamtazama, mbona nataka kusema kwako unasema kama Yesu anavyosema. Hata kutembea kwako unasema kama Yesu anavyotembea. Kwa na sisi ambao ni wa mbinguni lazima mwenendo wetu, tabia zetu, tunavyohusiana na watu wengine yawe ni matakatifu. Sasa neno la Mungu linavyosema. Tusome katika Timotheo wa kwanza sura ya 6 na mstari wa 11. Timotheo wa kwanza, tumia mic kidogo na watu wa nje ambao hawajaja kanisani lakini wanafuatilia. Timotheo wa kwanza sura ya 6. Timotheo wa kwanza sura ya 6 mstari wa 11. Maandiko yanasema, bali wewe mtu wa Mungu uyakimbie mambo hayo, ukafuate haki, utauwa, imani, upendo, saburi, upole. Sura 12. Piga bali wewe, nakupisha tu hapo. Bali wewe mtu wa Mungu, epuka bali ufuate haki, uchaji wa Mungu, upendo, uvumilivu na upole. Hii ni hali ya utakatifu. Unaonyesha upendo kwa wengine. Amen. Kama Yesu mwenyewe alivyotupenda, basi na mimi na wewe tuna wito wa kuonyesha upendo kwa watu wengine. Hii pia ni nini? Ni nini? Ni utakatifu. Ukiwa una upendo, maana wewe si nini? Hata kama hujatenda dhambi zingine tunazozijua. Amen. Tunapokosa uvumilivu, maana tunakuwa sio nini? Watakatifu. Tunapokosa pia upole, tunakuwa sio watakatifu. Uchaji wa Mungu, tunakuwa sio nini? Watakatifu. Katika lugha ya Kiebrania, neno utakatifu wa Sanskrit ina neno linalosema kadosh. Kadosh tunaliona huko nyuma. Inamaanisha tumaanisha ile ya kujitolea kwa Mungu. Yaani uko tayari kujitolea kwa ajili ya jambo lolote. Uko tayari kujitolea kwa ajili ya Mungu. Yaani moyo wako hauangalii kitu chochote. Inapokuwa jambo la Mungu anapata nafasi ya kwanza. Nafasi yake hailinganishwi na chochote, na yoyote. Amen. Amen. Lakini katika lugha ya Kigiriki ina maana ya agrismos. Ina maana kutakaswa na kujitolea kwa Mungu. Ni hali ile ya kutakaswa na pia kujitolea kwa Mungu. Umetakaswa, lakini pia kuna hatua fulani ya kujitolea kwa Mungu. Neno kujitolea kwa Mungu ni hali fulani ambayo umemweka Mungu nafasi ya kwanza, kiakili, kimawazo, kimatendo na kwa kila kitu. Amen. Amen. Kwa hiyo utakatifu ni hali ya kila siku, kwamba tunapaswa kuishi na kuwa karibu zaidi na nani? Na Mungu. Sio tukio tu la kwamba utakatifu utaishi wewe tu. Ni utakatifu ni jambo la kila mpaka tutapoondoka duniani. Amen. Aina nyingine ya mwisho ya utakatifu ni usafi. Purity, watu tumeizungumza. Hii ni hali ya kuwa safi kiroho. Wakati mwingine kimwili na kimaadili pia. Usafi unahusiana pia na kutengwa na dhambi na maovu, na kuwa na maisha ya uadilifu mbele za Mungu. Usafi si tu kuwa na dhambi, bali kuwa na moyo safi na yenye kudumu katika njia za Mungu. Amen. 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 Kwa hiyo tunaona kwamba tunavyotakiwa kuishi maisha ya utakatifu. Tusome katika ile Mathayo sura ya 5 na mstari wa 8.
Mathayo sura ya 5 mstari wa 8. Naam. Maandiko yanasema heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona. Nani aliyosema haya maneno? Yesu. Ni Yesu mwenyewe, mfalme wa wafalme. Alisema heri, kwa maana nyingine, moyo wako unapokuwa safi, sahau kumuona nani? Mungu. Sahau kumuona Mungu. Hakuna atakayemuona Mungu asipokuwa na huo utakatifu wa Ibrania 12:14. Yes. Tafuteni amani na huo utakatifu. Sio? Yes. Hapana atakayemuona Mungu asipokuwa na. Kwa hiyo Yesu mwenyewe anatuambia kwamba heri wenye moyo. Neno heri. Sio kila mtu. Sio kila. Alijua kwamba kuna watu wengine watashindwa kuishi maisha ya nini? Maisha ya nini? Utakatifu. Utakatifu ni hali ya kujikana. Mimi naamua kuishi maisha matakatifu pamoja na changamoto za dunia hii. Lakini ninachagua kumpenda Mungu. Nachagua kuishi maisha matakatifu. Yes. Amen. 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 Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona nani? Tusome pia katika Yohana wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:3. Na mwingine aangalie Wakorintho wa pili 7:1. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:3 na Wakorintho wa pili 7:1. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 3, maandiko yanasema, na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Na kila mwenye matumaini. Sio kila mtu. Sio kila. Wito huu sio wa kila. Sio wa kila. Hebu sema mimi nina matumaini. Nina matumaini. Nitajitunza. Na kuamua kuishi maisha matakatifu. Amen. Tuna Wakorintho wa pili sura ya 7 na ule mstari wa kwanza. Wakorintho wa pili sura ya 7 mstari wa kwanza. Sura ya 7 mstari wa kwanza. Maandiko yanasema, basi wapenzi wangu, kwa kuwa tuna ahadi hizo, na tujitakase nafsi zetu na uchafu wote wa mwili na roho, huku tukitimiza utakatifu katika kumcha Mungu. Ni maneno ya nani haya? Ni maneno ya Biblia. Roho Mtakatifu mwenyewe anaongea kwa kinywa cha nani? Cha Baba. Anatuambia sisi kwa sababu tuna hiyo ahadi. Ahadi ya nini? Yesu mwenyewe akazungumza, heri wenye moyo safi, maana watamuona nani? Mungu. Hiyo ni ahadi, sio ahadi. Ahadi. Basi neno hili linatuambia sisi kwa kuwa tuna hiyo ahadi, basi tujitakase na kuishi maisha ya kumcha Mungu na maisha ya kumpendeza Mungu. Kwa maana pasipo hivyo hatuwezi kumwona Mungu, hata kama tunakuja kanisani. Yes. Hata kama tunakuja kanisani, lazima tuone mchakato wa kubadilika. Amen. Basi tuone katika Agano Jipya tunamwona Yesu Kristo mwenyewe. Sio? Katika Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 22. Tusomee hilo andiko. Tunamwona anamuelezea Yesu ambaye ndio kielelezo cha usafi na utakatifu katika maisha yetu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 24, maandiko matakatifu yanasema, yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, tukiwa wafu kwa mambo ya dhambi, tuwe hai kwa mambo ya haki, na kwa kupigwa kwake mlipona. Amen. Tunapoendelea kutenda dhambi kwa mara nyingine, tunamwambia Yesu, wewe ukufa. Sivyo? Ulikufa kule kwa ajili ya dhambi. Dhambi yako pale msalabani
ulioimwaga kwa ajili ya dhambi. Katika hili tukiona Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa nini? Wa milele. Kwa tunapoendelea kutenda dhambi na wakati tulishaokoka, maana kwamba tunamwambia kwamba yeye Mungu alipokuja kwetu akashuka, akavaa hali huu mwili wa utumwa. Sasa mwili kuvaa, Mungu kushuka na kuvaa utumwa, hali ya mwili ni hali ya kujitoa sana. Amen. Akaishi duniani kama sisi tunavyoishi, ili tu mimi na wewe tuweze kuokolewa. Kwa tunapoendelea kuishi dhambini, ina maana tunaihesabu ile damu iliyomwagika msalabani kwamba si kitu katika maisha yetu. Amen. Na tunamwambia Yesu, wewe sio mkombozi. Kwa hiyo tutahili kuishi maisha matakatifu. Amen. Kwa nini tunatakiwa kuwa watakatifu? Kwa nini ni muhimu kuishi maisha matakatifu sisi ambao tumeokoka? Cha kwanza, Mungu ni mtakatifu. Tumeona maandiko katika Petro wa kwanza 1:16, kwa maana imeandikwa mtakuwa watakatifu kwa maana mimi ni nani? Mimi ni nani? Mtakatifu. Mimi ni mtakatifu. Kwa hiyo tunapaswa kuishi maisha ya utakatifu kwa sababu Mungu ni Mungu mtakatifu, asiyechangamana na dhambi, wala hana upendeleo. Haangalii cheo cha mtu, haangalii wewe ni tajiri au maskini, haangalii wewe katika hali yako ulizaliwa kilema au kuzaliwa kilema. Anachoangalia ni nini? Anaangalia nini? Utakatifu. Anaangalia nini? Utakatifu. Hebu mwambie jirani yako, anaangalia nini? Kwa hiyo tunatakiwa kuishi maisha ya utakatifu kwa sababu Mungu ni mtakatifu. Haya maandiko tuliyasoma, Isaya 6:3 tumeona wakiwa wakimuita kule mbinguni mtakatifu mtakatifu, tumeyasoma. Amen. Amen. Lakini pia tunapoishi maisha ya utakatifu, unatoa ushuhuda kwa ulimwengu. Kwa ni muhimu sana sisi ambao tumeokoka, tunajisema sisi ni Wakristo, kuishi maisha ya utakatifu, kwa sababu kwa njia hiyo watu wanapoona utakatifu wetu ndani wanamtukuza Mungu, wanasema hakika nyinyi ni wana wa Mungu. Amen. 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 Tunapoishi sisi tunasema ni watakatifu, lakini mienendo yetu huko haimpendezi Mungu. Nadhani watu wanasemaje? Hawalokole nao. Wewe kama ndio mlokole uko hivyo, ni sisi ambao tumekaa. Hawasemi, wanasema. Sivyo? Basi sisi tunatakiwa kuishi maisha ya tofauti ya ushuhuda, kwa ushuhuda kuhusu uwezo wa Mungu. Tunapokuwa na maisha matakatifu, tunakuwa mfano na upendo wa Mungu kwa watu wengine. Na maisha yetu ya utakatifu yanatoa nuru kwa ulimwengu na kuonyesha kwamba Mungu anabadili maisha ya wale wanaomtii. Amen. Tusome katika Mathayo 5:16. Mathayo 5:16. Mathayo 5:16. Unasikia usingizi unaweza ukajiuka kidogo ili tusikose. Maandiko yanasema Mathayo 5:16. Na vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Nuru yenu, nuru maana yake ni matendo mema. Hebu sema matendo mema. Matendo mema. Matendo mema. Wanapoyaona ndani yetu wanamtukuza Mungu, wanasema hakika. Tunaona pale msalabani ile mtu askari alipomchoma ikatoka maji na damu, alisema maneno gani? Hakika huyu alikuwa nani? Alikuwa nani? Mwana wa Mungu. Sivyo? Kwa hiyo wanapoyaona matendo yetu mema, watu wanamtukuza Baba wa mbinguni. Wanapoona matendo ambayo sio mema, wanamtukuza nani? Watu wanamtukuza nani? Wanamtukuza nani? Shetani. Ni kinyume chake. Shetani ndio anatukuzwa, hata kama shetani haji kwa mapembe, haji kwa sura ya mapembe. Kwa hiyo tutende matendo mema, tuishi maisha ya utakatifu, kwa sababu kwa njia hiyo tunawafanya na watu wengine wavutiwe wokovu tulio nao. Tukiangalia
Neno katika lugha ya Kigiriki ile kutoka katika Mathayo 5:16, neno nuru ina maana ya fortizati. Maana yake ni kuleta mwangaza na kuangaza. Hii inaonyesha kuwa maisha ya utakatifu ni chanzo cha mwanga kiroho kwa dunia inayotuzunguka. Amen. Kwa hiyo tunapokuwa tunaishi maisha matakatifu, ina maana tunakuwa mwanga. Giza linakimbia. Kama tulivyojifunza kwamba shetani anatenda kupitia nini? Kupitia dhambi. Tukimpa nafasi, matendo yetu yanapokuwa sio mema, na maana tunampa shetani nafasi, giza linaingia. Lakini tunapokuwa tunaishi matendo mema, wewe unakuwa nuru. Yaani ukitembea tu kuna neema fulani, yaani kuna hali wewe uione. Hata katika ulimwengu wa roho wewe ni mtu hatari sana endapo utaamua kuishi maisha ya utakatifu. Amen. Amen. Tusome katika kitabu kile cha Wafilipi 2:15. 2:15 bado tuko kwenye hii, tunapoishi maisha matakatifu tunaonesha watu wengine. Wafilipi sura ya 2:15 maandiko yanasema, mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati ya hao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu. Naona faida ya kuishi maisha matakatifu katika kizazi kilichopotoka chenye ukaidi. Kizazi kilichofanyaje? Ni kizazi kipi? Ni kizazi hiki tulicho nacho, ambacho uovu umejaa duniani. Hata inakuwa kwa watu wanasema haiwezekani kabisa kuishi maisha nini? Matakatifu. Lakini neno la Mungu linatuambia ile siku ya Mungu tusiwe na lawama ya aina yoyote. Tusiwe na dosari. Tusiwe watu wa kulaumiwa. Tusiwe na kitu chochote katika doa. Inawezekana kuishi maisha matakatifu ya kumpendeza Mungu. Amen. Lakini pia utakatifu ni njia ya kutimiza mapenzi ya Mungu. Yes. Tunapoishi utakatifu, maana kwa maana nyingine tunatimiza mapenzi ya Mungu. Ya Mungu. Wewe unaweza kulala, mwambie usilale katika kipindi hiki cha kupata neno. Ukiwa jirani yako mwambie usilale. Kwa hiyo utakatifu ni njia ya kutimiza mapenzi ya nini? Ya Mungu. Utakatifu ni njia ya kutimiza mapenzi ya nini? Ya Mungu. Mapenzi ya Mungu. Unaona, tunapotii mapenzi ya Mungu, Mungu anapotuambia usifanye kitu fulani, sio? Na tukamtii, maana kwamba tumetimiza mapenzi ya nani? Ya Mungu. Tusipomtii, maana tumetimiza mapenzi ya nani? Ya Ibilisi. Hasa kubali neno kumtii leo hii. Utamtii shetani au utamtii Mungu? Utamtii Mungu. Basi utamtii Mungu kwa matendo, sio kwa maneno. Amen. 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 Soma katika kitabu kile. Hizi tumeshalisoma. Iliandikwa la Warumi 12 mstari wa 1 na wa 2, tusilisome kwa sababu tushalisoma. Tusome Waefeso 5 na ule mstari wa 10. Waefeso 5 mstari wa 10, maandiko yanasema, mkihakiki ni nini impendezayo Bwana. Unaona? Inatoa Waefeso ambaye ni mtume Paulo. Ni kanisa la Efeso lilikuwa ni kanisa kubwa. Hapa amekaa kwa muda mrefu sana Paulo. Anawaambia na anatuambia na sisi pia kwamba tukihakiki. Tufanyaje? Tukihakiki ni nini yampendezayo nani? Kwa kila wakati lazima ndani yako uhakiki nini unalofanya linampendeza Mungu. Ujitathmini. Hebu sema kujitathmini. Na kila wakati unajua kabisa unataka kumpendeza Mungu. Wakati mwingine hata sio kuipendeza nafsi yako. Amen. Kuna wakati unaweza ukampendeza shetani ukaipendeza nafsi. Hata nafsi yako mwenyewe unaiambia nyamaza kimya. Nataka kumpendeza Mungu. Amen. Nafsi yako ni wewe. Hebu sema mimi. Unaambia nafsi yangu katika Zaburi ya 150. Sema nafsi yangu muhimili nani? Kila mwenye pumzi na msifu Bwana. Lakini pia utakatifu unaleta ushirika na Mungu. Utakatifu unaleta ushirika
Kwa nini tuwe watakatifu? Kwa sababu utakatifu unaleta ushirika na Mungu. Hivyo hivyo kinyume chake, tusipokuwa watakatifu, maana tunakuwa na shirika na nani? Na Shetani. Kwa hiyo tunapojitenga na dhambi, tunakuwa na ushirika, sio? Wa pekee na Mungu. Kwa hiyo utakatifu unatutenganisha na dunia hii na kufanya kuwa na ushirika na Mungu. Kwa kuna mambo ya duniani huu utakuwa tofauti nayo kabisa. Utakuwa tofauti. Yakobo anasema hapendaye dunia, ajifanyie kuwa rafiki na dunia, huwa adui na nani? Na Mungu. Kwa hiyo tunapokuwa watakatifu tunaleta ushirika na Mungu. Tusome katika Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 17 na 18. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 17 na 18. Maandiko yanasema, kwa hiyo tokeni kati yao, mkatengwe nao, asema Bwana, msiguse kitu kilicho kichafu, nami nitawakaribisha. Nitakuwa baba kwenu, nanyi mtakuwa kwangu wanangu wa kiume na wa kike. Huyu ni nani? Anasema nani? Mungu. Nami nitawakaribisha. Mjitenge, tokeni kwa hao ambao wanakuta matendo. Duniani kuna mambo mengi, lakini anasema tokeni. Si? Yes. Mkajitenge. No. Tokeni kati yao, mkajitenge, asema Bwana. Ndio. Wala msiingie kwenye kisicho kitakatifu. Yes. Nami nitawakaribisha. Amen. Hivyo tutapokuwa nini? Watakatifu. Watoto wa kiume na kama tunaishi maisha ambayo sio matakatifu, kwa njia nyingine sisi sio watoto wake. Hata kama sisi tunasema watoto wake. Jamani, mbinguni hawaendi kila mtu. Ndio. Ni watakatifu tu. Hauendi mbinguni kwa sababu unasimama hapa kuhubiri. Yes. Hauendi mbinguni kwa sababu wewe ni askofu, ni mchungaji. Ndio. Ni mzee wa kanisa, ni mshirika. Unaenda mbinguni kwa sababu ni mtakatifu tu. Ndio. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba utakatifu ni vazi la muhimu katika maisha yako. Yes. Katika jambo ambalo tunatakiwa tujitahidi ni kuingia mbinguni. Kwa sababu tusipoingia tunajiana. Na tumeiona katika 20:11. Iwapo mtu yote hakuonekana maandiko katika kitabu, alitupwa katika nini? Sio la moto na kibiriti. Usitamani kuingia huko. Hizi shida za hapa duniani sio shida. Mwambie jirani yako kwamba sio nini? Sio shida. Hizi hapa duniani tunaishi maisha ni mafupi sana. Tukiishi hata kama ungeishi miaka 100, kwa miaka 100 kwa Mungu ni kitu. Walikuwepo, wakaondoka, wakazaliwa, wakaondoka, wakaendelea kuzaliwa, wakaondoka. Amen. Amen. Lakini mbinguni tutaishi milele pamoja na Baba. Amen. Amen. Kwa hiyo tunaona katika kitabu hiko cha Waefeso tumesoma, lakini njia nyingine ni kujitenga na nini? Tunataka kujitenga na dhambi. Amen. Amen. Sawa. Sasa tuangalie njia nyingine jinsi ya kuishi maisha matakatifu. Nadhani hapo tumeona namna ambavyo kwa nini tunatakiwa kuwa watakatifu. Jinsi ya kuishi maisha matakatifu. Jinsi ya kuishi maisha matakatifu. Namba moja ni kufuata mfano wa Yesu Kristo. Lakini tumeuona kwenye kitabu cha Petro wa kwanza 2:21. Kwa maana nyinyi mliitwa kwa ajili ya hili, kwa sababu Kristo aliteseka kwa ajili yenu, akawaacha nyinyi mfano ili mfuate nyayo zake. Soma hilo andiko kwa faida. Petro wa kwanza sura ya 2 mstari wa 21. Na mwingine asome Waefeso 5 mstari wa 1 na 2. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari wa 21, maandiko yanasema, kwa sababu ndio mlioitwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Kwa maana rudia tena mstari huo.
Rudia tena. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 2 mstari 21. Maandiko yanasema, kwa sababu ndiyo mliitwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo, mfuate nyayo zake. Sisi tulioitwa, Yesu alituachia nini? Nakusema Yesu alituachia nini? Kielelezo. Kielelezo. Alituachia nini? Kielelezo. Ndipo siku tutasema unajua Yesu nyakati zile ni tofauti na sasa. Sasa hivi kuna utandawazi, kulikuwa kuna WhatsApp, kulikuwa kuna mitandao ya kijamii. Kwa hiyo sasa hivi kuishi maisha matakatifu ni vigumu. Si ndivyo? Tutakuwa na sababu nyingi sana ya kumwambia Bwana Yesu. Lakini Yesu akasema, ondokeni kwangu nyinyi nyote mliolaaniwa. Yes. Sio? Ndio. Aliposema muwe watakatifu, alijua kabisa kwamba tunaweza kuwa nini? Watakatifu. Nguvu hiyo tunayo. Ni swala la maamuzi tu. Ndio. Waefeso 5:1-2 maandiko yanasema, hivyo mfuateni Mungu kama watoto wanaopendwa, mkaenende katika upendo kama Kristo naye alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Unapoishi maisha ya utakatifu inakuwa ni harufu ya manukato. Mwambie Mungu, nitakupa dhabihu ya maisha matakatifu mbele zako. Mwambie Mungu, nitakupa harufu ya maisha matakatifu. Sio ya kila mtu, ni yule tu anaoamua. Amen. Basi amua leo hii kuishi maisha matakatifu. Kuishi maisha, kujitenga na dhambi. Bado tuko kwenye kipengele cha pili, na zaidi somo ni refu kidogo, tutamalizia jioni, lakini ni kujitenga na dhambi. Amen. Na jinsi ya kuishi maisha, jinsi ya kuishi maisha Takatifu ni kujitenga na dhambi. Ya kwanza ni kwa kumfuata mfano wa Yesu Kristo. Tumesoma maandiko machache, lakini pia njia nyingine ni kwa kujitenga na nini? Unapojitenga na dhambi, maana kwamba utaishi maisha nini? Maisha nini? Matakatifu. Usipojitenga na dhambi ukaambatana na dhambi, maana wewe unaishi maisha nini? Yasiyo matakatifu. Wito ni kwamba maisha tunapaswa kuishi maisha ya kujitenga na dhambi. Tunajua kwamba viko vikwazo vya maisha hapa na pale, lakini tunapaswa kuishi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na maandiko ambayo tushasoma Korinto wa 2 ile 6:17, basi tokeni kati yao. Lakini pia tusome katika ile waraka wa kwanza wa Yohana 3:9. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:9. Tuone inatuambia nini? Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 na mstari wa 9. Maandiko yanasema, kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi, kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Kila mtu aliyezaliwa na nani? Kila mtu aliyezaliwa na Mungu hatendi dhambi, kwa sababu uzao wake wakaa ndani yake, wala hawezi kutenda dhambi, kwa sababu amezaliwa kutokana na Mungu. Ukitenda dhambi maana wewe umezaliwa na nani? Umezaliwa na nani? Ukitenda dhambi maana umezaliwa na nani? Sio neno la Mungu linapotuambia kila mtu huyu ni wana yule anampenda Yesu. Pia ameandika kitabu cha Ufunuo, sio? Ameandika kitabu cha Yohana pia. Na nyaraka zile za Yohana. Kila mtu aliozaliwa na nani? Sisi tumezaliwa na Mungu, sio? Kwa njia ya kumpokea kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kwa ile neema ya damu ya Yesu ndio mwaka pale msalabani, tukapata masamaha ya dhambi. Tukaokolewa na kuhamishwa kutoka katika ufalme wa giza na kuingizwa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Amen. Amen. Hatupasi kutenda nini? Hatupasi kutenda nini? Hatupasi kutenda nini? Hatupasi kutenda nini? Hatupasi kutenda dhambi.
Lakini pia njia nyingine ni kufanya matendo mema. Baadhi ya maandiko tushasoma. Kuna kutenda matendo mema, matendo ya upendo, huruma na haki. Ni dalili ya maisha ya utakatifu. Unapoonyesha huruma, unapoonyesha upendo kwa wengine, hii ni ishara ya utakatifu ndani yako. Amen. Unapotenda yale matendo mema. Wengi katika somo la kwanza tulikuwa tunazungumza utamshindaje shetani. Wengi walisema ni kwa kutenda matendo nini? Si ndivyo? Watu kama wawili watatu walizungumza nitamshinda shetani kwa kutenda matendo mema na kutotenda matendo mabaya. Kwa hivyo tunapaswa kuishi na kufanya matendo mema. Hebu tusome Tito wa 2:14. Tito wa 2:14. Tito wa 2:14. Tito sura ya 2 mstari wa 14. Ndio. Maandiko yanasema ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe miliki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Rudia tena sana na kila mmoja ausikie. Ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe miliki yake mwenyewe, wale walio na juhudi katika matendo mema. Alijisafishia. Tunapokuwa tunampokea Bwana kwa Bwana Mwokozi, sio? Tunaambiwa ile sala ya toba. Kuanzia pale majina yetu yanafutwa katika kitabu cha hukumu, yanaingizwa katika kitabu cha nini? Cha uzima milele. Tunapookoka kwa kumaanisha ni sisi ndio tunayafuta majina katika kitabu cha uzima na kujiandika katika kitabu cha nini? Cha hukumu. Cha hukumu. Lakini unapookoka tu pale tayari anasema amejisafishia. Amen. 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 Kwa anatuambia hapa Yesu Kristo mwenyewe kama tuishi matendo yaliyo mema. Ukiangalia kwa lugha ya Kigiriki ile tafsiri neno katika sura ile ya Mathayo 6:16 neno ega na maana ya matendo au kazi ambazo zinatokana na upendo wa Mungu. Zinakusudiwa kumtukuza Mungu na kumletea sifa. Kwa tunapotenda matendo mema tunampa Mungu utukufu. Amen. Amen. Yes. Tunamuona shetani akati anajiuzulisha katika Ayubu 1:1 na kuendelea. Ndio. Tunaona Mungu anajisifia sio kwa shetani. Yes. Tunamuona mtumishi wangu huyo Ayubu. Yes. Kuna kama yeye atendaye mema kama yeye. Sio? Ndio. Lakini shetani akasema ni kwa sababu umembarikia na umeweka ulinzi. Ndio. Hebu ondoa. Kwa hiyo Mungu huwa anajitukuza. Mungu anafurahi anapotuona sisi watoto wake tunaamua kuishi maisha mema. Tunaamua kujitoa dhabihu. Tunaamua kujikana na kubeba msalaba na kumfuata kila siku. Lakini lingine pia ni kwa njia ya kudumisha uhusiano na Mungu kupitia swala na maombi. Ndio. Maombi ni njia pia ya kudumisha uhusiano wa karibu na Mungu, lakini pia ni sehemu ya utakatifu. Kama uombi ina maana kwamba sio nini? Sio mtakatifu. Unawezaje kuwa mtakatifu wakati neno la Mungu linasema Sabato ni kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nini? Ya wanadamu. Si kwa ajili ya nini? Ya Bwana. Ya Bwana. Katika Luka 18. Na kama Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 17 anasema ombeni bila nini? Bila kukoma. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana tunapokuwa tuombi huo sio nini? Hatuwezi kuwa watakatifu kwa maana tunakuwa kuna sehemu ambapo tumemkwaza Mungu. Hatujafanya vile ambavyo Mungu anafanyaje? Anataka. Usipoomba ina maana kwamba wewe unaweza kujitosheleza pasipo nani? Mungu. Pasipo Mungu. Kwa mimi naweza kujitosheleza pasipo wewe. Mimi sikuhitaji. Yesu anasema nishie na nitafunguliwa. Sio? Ndio. Ukisoma katika Ufunuo 3:20 anasema tazama nabii Shauli, mtu akifungua mlango
Ingia. akifungua mlango Taingia. mtu akifungua mlango Ingia. Kwa hiyo Mungu hamlazimishi, lakini anatuambia tuombe. Fanyeje? Kwa hiyo tunapoomba tunaonyesha ishara kwanza ya kumuonesha Mungu wewe tawala, wewe ni kila kitu. Si hatuwezi jambo lolote, lakini pia ni njia ya kuonesha utakatifu. Amen. 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 Kwa hiyo katika maisha yetu ya kiroho na utakatifu inahitaji kuwa na mawasiliano ya kudumu. Hebu sema mawasiliano ya kudumu. Tunaonyesha kwamba sisi pia ni watakatifu kwa sababu tunakuwa na mawasiliano ya mara kwa mara. Siku moja nakumbuka baada tu Mungu kuanza kunipa maagizo ya utumishi miaka kadhaa nyuma. Wakati huo nilikuwa niko kiwanda cha Idofi ni Makambako. Wanaofahamu. Wakati huo nimeamua kuchukua masomo ya PhD. Kwa wakati ninaanza nimeshapata udahili naanza kusoma. Nikasema Mungu, mimi nitakuwa nakuomba tu wakati fulani. Yesu asifiwe. Wakati nikajipangia muda. Nitakuwa nakuomba tu nyakati fulani ya usiku nikiwa nimechoka. Wakati huu mwingine nitakuwa najisomea kidogo nafanya na kazi. Kwa mimi nitabadilisha kidogo ratiba yangu, nitakuwa na wasiana na wewe, nitakuwa narudi. Nitakutana na wewe wakati wa kurudi. Amen. Wakati wa usiku. Siku moja Mungu akaniambia, muda wangu sio muda wako. Sisi hatumpi Mungu, hatumpangii Mungu muda wa kufanyaje? Wa kuomba. Kwa maana nyingine Mungu anataka kuzungumza na sisi lakini tunakuwa tunapishana naye. Tunampa yeye muda sisi tunavyotaka. Mungu hayuko hivyo. Unatakiwa wakati wote umsikie yeye anasema nini. Nakumbuka nyakati fulani Dena Libonke, unamfahamu? Mtumishi wa Bwana huyo ameshaondoka katika haki. Lakini amewaleta watu kwa Yesu zaidi ya karibia milioni kama sio 80 hivi. Milioni 80 ni watu wengi duniani, sivyo? Katika mkutano wake mmoja na Yeria washaye kuokoka watu karibu milioni 2 na au milioni 4 kama sikosei. Kwa ibada kwa mkutano huu mmoja. Kwa hiyo alikuwa amekaa kwa ibada akawa na marafiki zake wanakula chakula. Baada ya hapo Mungu akamwambia, amka ukaniombe. Amen. Pale. Sasa akamwambia, Bwana, uone kwamba mimi nafanyaje? Niko na marafiki hapa tunazungumza vitu. Mungu akazungumza tena. Wakati wa ibada jioni, kama ilivyo kawaida, anakwenda kuombea watu. Ile neema ya upako ilikuwa ikitembea tena. Haikutembea tena kwa sababu hatujamtii roho wa uzima. Akabidi aombe toba. Mungu naomba nisamehe. Mungu naomba nisamehe. Mungu naomba nisamehe. Mungu akampa neema tena. Na katika maombi pekee ndio njia pekee ambayo Mungu anaachilia uweza wake ndani yetu. Tutapoanza kuwa na ushirika naye. Katika tunapokuwa tunaomba na maana roho Mungu ndio anakuwa anaomba ndani yetu. Sivyo? Tunaona katika Warumi 8:26 anasema kwa maana hatujui kuomba jinsi roho mwenyewe utuombea kwa kuugua kusiweza kufanyaje? Utamko ile hali ya ndani ya kuzama ya ndani. Kwa tutaanza kujenga uhusiano wetu kupitia njia ya maombi. Na mara nyingine hatakuamsha katika nyakati ambazo wewe umechoka. Ni ngumu. Amen. Katika nyakati unajua kumtafuta Mungu na kuanza kuonekana ni kazi sana. Lakini hatapoanza kuonekana anza kuonekana usipomtii Mungu anatageuka atakuwa adui yako. Sivyo? Kwa sisi
ambao tumeamua ni lazima tuwe na ule ushirika wa karibu na Mungu, kwa sababu ndio hiyo njia pekee Mungu anafurahi na Mungu anatutamani kuliko tunaweza kumtamani sisi. Ni katika hali ya uhusiano ambao ukifika kiwango hicho, ni uhusiano ambao hujawahi kuwa nao na mtu yeyote. Ni upendo wa ajabu ambao ninakualika, hebu inua viwango vyako vya kumpenda Mungu na kukaa chini mwake. Utafika viwango ambavyo utatamani, unazidi upendo huu wa kila namna. Kuna hali fulani utafika vile viwango vya juu sana vya kukaa karibu na Mungu. Kwa hiyo sisi ambao tumeamua kumfuata Yesu, basi tufike katika viwango hivyo. Anatualika mchana huu leo kupitia maombi. Maombi ndio njia pekee inaangusha ngome. Maombi ndio njia pekee, hakuna kitu kingine. Ni wewe kutengeneza uhusiano wako na Mungu, kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu. Inawezekana Mungu amekuweka wewe kuwa mtumishi mkubwa sana, unatumiwa na nguvu za Mungu, sivyo? Lakini kwa sababu tu umekosa kuwa na maisha ya utakatifu, au kwa sababu tu umekosa kuwa na ushirika wa maombi, hivyo vitu havifanyika. Ni karama ya maombi haifanyika. Karama ya kuomba watu kufunguka haifanyika. Au inafanya chini ya kiwango. Sio kwa sababu neema haipo kwako. Neema ipo, ila tu wewe unasimama kwenye nafasi yako, au bibi na wewe unasimama katika nafasi ambayo Mungu anataka kusimama. Lakini pia karibu tutafikia hatua fulani hapo tutamalizia jioni. Kuishi kwa utakatifu ni kwa utiifu kwa neno la Mungu. Utiifu kwa neno la nini? Huwezi kusema wewe ni mtakatifu wakati neno la Mungu litii. Neno la Mungu linakuambia fanya hiki, wewe unaenda kinyume nao. Kwa hiyo tunapokuwa tenda neno, ni pia tunaonesha utakatifu wetu. Tunapoishi neno la Mungu, tunapoishi kulingana na mafundisho ya Biblia, tunakuwa mfano wa Kristo. Kuishi kwa kulitii neno la Mungu kunamheshimisha na kwa njia hii tunakuwa tunamtumikia Mungu kwa njia inayompendeza. Hebu tusome katika andiko la Yakobo 1:22 na mwingine atasoma katika Yohana 14:15. Yakobo 1:22. Naam. Maandiko yanasema, lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikilizaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikilizaji tu, hali mkijidanganya nafsi zenu. Huyu ni Yakobo, ndugu yake Bwana. Sio Yakobo yule ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu. Ndio. Yule Yakobo mwanafunzi wa Yesu aliuliwa, alikatwa kichwa. Yes. Ndipo alipotaka tena kumkamata Petro, ndio kanisa likaomba kwa juu. Kwa hiyo yule Yakobo anatuambia tunapokuwa si watendaji wa neno, tunajidanganya nini? Neno katika lugha ya asili ndio kwenye maisha ya Kigiriki, neno poitai ambayo ina maana wa kutenda neno, kuwa watendaji wa neno, ina maana ya kutenda au kufanya. Kwa hivyo si kusikiliza tu, bali ni kuishi kulingana na yale tunayosikia kutoka kwa neno la Mungu. Kwa hiyo kama neno la Mungu linatuambia tufanye hivi, unalala, unaweza ukasimama kidogo, simpe adui shetani nafasi. Unaweza ukasimama karibu, tunamaliza. Mtumishi wa Bwana, ukimwona mwenzako mwambie safari bado inaendelea, uwe na jitihada. Mguse kidogo mwenzako, mwambie usilale, jitie moyo. Mguse mwenzako, mwambie jitie moyo. Jitie moyo. Jitie moyo. Jitie moyo. Jitie moyo. Ni roho inashiba na
kupata neno la Mungu roho inafanyaje? Ni Jumapili tu, wengine wanakuwa tupati muda wa kusikia neno la Mungu, wengine katika shughuli za kila siku. Lakini katika siku hii walau tunapata mafundisho na neno la Mungu ambayo yatatusafirisha pia katika maisha yetu ya kila siku na kutukamilisha. Amen. Amen. Kwa hiyo Yohana anatuambia kumbe tusipokuwa tena neno, tunapokuwa tunasikia neno, kumbe tunakuwa tunajidanganya nini? Tunajidanganya nafsi zetu. Sio? Jitahidi usijidanganye nafsi. Yaani kujidanganya nafsi ni kama nafsi inajidanganya. Mimi ni mtakatifu. Kwa maneno, kimatendo tunakuwa si watakatifu. Amen. Kwa Yakobo anatuambia kwamba tunakuwa tunajidanganya nafsi. Mchana wa leo kataa kujidanganya nafsi. Amen. Nafsi yangu. Nafsi yangu. Sitadanganya, hatutanidanganya, na unajidanganya wewe mwenyewe na hiyo nafsi. Sawa. Sababu mbinguni hakuna kinyonge. Hakuna. Iwe ni mimi na wewe, hakuna nini? Ni utakatifu tu. Yohana 14:15. Karibu tunafika mwisho. Ndio tutamalizia jioni. Tunamalizia tu jinsi ya kuishi maisha matakatifu. Jinsi ya kuishi maisha. Jioni tutaendelea na kuona madhara ya kuishi maisha matakatifu. Lakini pia ni kuombe, nadhani haya maswali nitayatoa huenda wengine wasirudi jioni. Lakini kuombe kwamba ujitahidi urudi. Amen. Yohana 14 na ule mstari wa 15. Maandiko yanasema, mkinipenda mtazishika amri zangu. Haisikiki. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Nani anasema huyo? Yesu Kristo. Mkinipenda mtazishika. Mkinipenda asemi kwamba mkinipenda unasema Bwana unajua nakupenda. Baba nakupenda. Mungu abariki. Unaweza kuwa unaomba mpaka asubuhi. Lakini kweli baada hapo unakuwa katika dhambi. Na kwa kelele mbele za Mungu. Sifa. Mungu hata wewe achia gani. Mungu ni yeye uweze kumuonga. Ikikuwa wanamuonga Mungu, basi matajiri wangejaa mbinguni. Sifa. Wangejaa na mbinguni uingie kwa sababu ni tajiri au kwa sababu ni maskini. Hakuna hiyo kitu. Mungu ni mwenye haki. Na Mungu ni mtakatifu sana. Na maana muhimu sana ni somo la utakatifu katika maisha yetu ya kila siku. Kwa tunaona Yesu alijua kwamba kuna watu wanampenda kwa maneno tu lakini sio ndani. Na anatamani sana kwamba sisi tumpende kwa matendo. Tunapozishika amri. Amri anasema fanya hiki ukashika. Fanya hiki ukashika. Fanya hiki ukashika. Fanya hiki ukashika. Sivyo? Na taa ya haya matendo ni neno la Mungu. Kwa hiyo tunapokuwa watii kwa neno la Mungu, ina maana na kulitii maana yake ni kutenda. Tunaonesha upendo. Hebu endelea mstari mwingine na upenda sana. Pale endelea mpaka 17. Kuna maneno pale napenda sana. Endelea. Mkinipenda mtazishika amri zangu. Nami nitamuomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine ili akae nanyi hata milele. Ndiye Roho wa kweli ambaye ulimwengu hauwezi kumpokea kwa kuwa haumuoni wala haumtambui, bali ninyi mnamtambua, maana anakaa kwenu naye atakuwa ndani yenu. Sitawaacha ninyi yatima, naja kwenu. Bado kitambo kidogo na ulimwengu haunioni tena, bali ninyi mnaniona, na kwa sababu mimi ni hai, ninyi nanyi mtakuwa hai. Siku ile ninyi mtanitambua ya kuwa mimi ni ndani ya Baba yangu, nani ndani yangu, nami ndani yenu.
Amen. Anatafuta leo nasema kwamba tunapozishika amri zake kwamba yeye na Baba atakuja kukaa wapi? Kukaa kwetu. Kama ndipo mimi na Baba tutakuja kukaa wapi? Yaani ukianza tu Baba anasema Mungu atawaishi. Sio? Mungu utapoita atakuitikia. Utapoita atakuitikia. Amen. Tutafute Mungu mahali anaonekana. Kuna namna ambavyo mambo hayatokei. Si mnaona huku katika jamii watu wanapopata shida. Wengine wanakufa mapema, lakini wewe ulitakiwa weke mikono katika jina la Yesu, nyanyuka uende. Tunaona watu wanavyohangaika katika sehemu tofauti tofauti. Na wengine wanaangukia leta chumvi, sivyo? Leta 500 hayapo. Hayapo. Njoo na nguo nyekundu, hayapo. Mambo ya kipagani ndani ya kanisa. Lakini sasa kwa nini anakuwa hivyo? Ni kwa sababu kanisa limepoteza nafasi yake ya nguvu ya Mungu. Kitabu cha Matendo ya Mitume tunaona ni matendo ya Roho Mtakatifu, namna ambavyo Roho Mtakatifu alikuwa akitembea na hao waaminio. Sio? Alikuwa akithibitisha kwa ishara na ajabu. Mimi na wewe tunaweza tukafanya hayo. Niamini jina la Yesu Kristo. Amen. Lakini pia ni kwa kukubali mabadiliko ya kiroho. Kwa hiyo tunamaliza kukubali mabadiliko. Wakati mwingine unaweza ukasema nampenda lakini hujakubali kubadilika. Na Mungu ni Mungu wa diplomasia. Demokrasia. Ni Mungu ambaye anaachia uhuru. Anatamani watu wake wamwamini, waamini kwa namna wanavyo. Wamewapa uhuru wa kuchagua. Hawalazimishi ingawa yeye ni nani? Ni Mungu Mwenyezi. Kwa hiyo tunapoamua kukubali mabadiliko ya kiroho, tunapoamua kuishi maisha matakatifu ambayo yanakuwa na mabadiliko ndani yetu, tunakuwa tayari kubadilika kulingana na mapenzi ya Mungu. Hii tunafanya kukua kiroho cha kwanza. Na pia tunapata neema ya kuwa na tabia na mitindo ya maisha yanayokubaliana na mapenzi ya Mungu. Sio? Somo ni refu lakini tutamalizia jioni. Mazala watakuwa watakatifu. Kwa wale wanaokuja jioni, ningependa niwape maswali ambayo mtakuwa nayo. Mungu amenipa neema hii ndio somo hili. Bwana Yesu asifiwe.